ilikuwa inasikiliza kesi ya Said Issa na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambayo ni kesi namba 8323 ya mwaka 2025. Katika kesi hiyo ambayo mnaifahamu ni ile kesi ambayo Said Issa na wenzake wanadai kwamba wadhamini pamoja na katibu mkuu wamekuwa wanafanya ubaguzi dhidi yao na kwamba mali zile za chama kule Zanzibar inapata mgao ambao sio stahiki kuhusiana na jinsi ambavyo chama kinajiendesha, kwa maana hiyo kinaibagua pande moja ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa mnamo tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 walalamikiwa ambao ni bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliwasilisha mapingamizi 7 dhidi ya kesi hiyo, ikiwa yanagusa masuala ya kikatiba. Mapingamizi hayo yanasema kwamba kesi hii haikutakiwa kusikilizwa na Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam, kanda ndogo ya Dar es Salaam kama jinsi ilivyokuja, kwa sababu inazua masuala ya kikatiba, na kwa kuwa ni masuala ya kikatiba basi mahakama hii haina mamlaka nayo, inatakiwa yasikilizwe na Mahakama Kuu katika misingi kama mahakama ya kikatiba. Kwa hiyo leo tumefika kwa Jaji Mwanga na tumekubaliana kwamba hizi hoja za mapingamizi zisikizwe kwa njia ya maandishi, na kwa maana hiyo kama bodi ya wadhamini ambao ndio pamoja na katibu mkuu ambao ndio wao wameweka mapingamizi hayo wamepewa siku 7 za kuweza kuandika na kuwasilisha maelezo ya pingamizi zao, na baada ya hapo ambayo maana yake ni siku 7 kuanzia leo tarehe 17 wanatakiwa wawasilishe maelezo yao hapa mahakamani. Upande wa pili wa wajibu maombi umetakiwa wao waweze kuwasilisha majibu yao mnamo tarehe 24 ya mwezi wa 11, na walalamikiwa ambao wamewasilisha maelezo yao basi kama wana maelezo mengine ya ziada juu ya yale majibu ambayo yamewasilishwa na upande wa walalamikaji, basi hayo yawasilishwe mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 11, na kesi hii itatajwa tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025 kuangalia jinsi gani pande zote mbili zimetekeleza ile amri ya mahakama ya kuweza kuendesha kesi hii. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025 saa 3 ndio kesi hii itaitwa kwa Jaji Mwanga. Asante. Baada ya mchana jamani, naitwa Shabani Nsato Marijani. Ni wakili wa waleta maombi kwenye ile petition ya Said Issa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis na Maulid Anahom pamoja na chama cha Chadema, msajili na bodi ya trustees. Shauri ulikuja kwa ajili ya kusikiliza mapingamizi ya awali. Upande wa pili, upande wa chama wameleta mapingamizi ya awali mengine 8 juu ya yale mapingamizi 9 walioleta mwanzo ambao tulisikiliza akatolewa maamuzi, wameleta 8 mengine. Leo ulikuja kwa ajili ya kuyasikiliza, lakini kutokana na ratiba za mahakama imeona kwamba hizo mapingamizi ya awali yasikilizwe kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo tumepewa ratiba ya kusikiliza hayo mapingamizi ya awali kwa njia ya maandishi, ambayo waleta mapingamizi watawasilisha mawasilisho yao kwa maandishi kuanzia tarehe 14 mwezi wa 11. Sisi tutajibu tarehe 24, na wao kama wana manyongeza wataita tarehe 28, na tarehe 1 itakuja kutajwa kwa ajili ya siku ya kutoa uamuzi. Nyawe mapingamizi yao yale pale wanasema nini zaidi? Sana sana wameenda kugusa kwenye swala la katiba. Wanasema shauri jinsi tulivyoleta na malalamiko ya wateja wetu yamekaa zaidi kimrengo wa malalamiko ya kikatiba. Hivyo kimtazamo wao wanaona kwamba mahakama hii haina mamlaka kusikiliza ili shauri, itakiwa mahakama ya katiba au ilete shauri la kikatiba ndio iweze kusikiliza hii shauri. Ndio msingi wa mapingamizi yao ya awali. Asanteni sana.